Na mtazamaji wa Sky TV, ujambo na karibu ndani ya Sky Update. Mimi ni defensive midfield Justin Mwalinga. Twende kwa pamoja tukapige story mbalimbali za kimichezo hususan nje ya mipaka ya Tanzania. Na leo moja kwa moja tunaanzia nchini Ujerumani ambapo mchezaji wa klabu ya Bayern Munich Leroy Sané ikifika mwisho wa msimu atakuwa mchezaji huru baada ya kumaliza mkataba wake, na washika mitutu wa London Arsenal the Gunners wanatarajiwa kutuma ofa kwa mchezaji huyo ili kuweza kumsajili. Leroy Sané msimu huu ndani ya Bundesliga amefunga magoli 6 huku akiwa na assist 3. Na tuelekee nchini Uingereza ambapo klabu ya Chelsea imekamilisha usajili wa kinda wa klabu ya Sporting Lisbon na raia wa Ureno Kwenda ambaye ana umri wa miaka 18 na ataendelea kusalia hapo klabuni Sporting Lisbon. Ifikapo Juni 2026 basi atajiunga rasmi na klabu ya Chelsea chini ya mkufunzi Enzo Maresca. Naam, mwanamchezo tuelekee moja kwa moja nchini Hispania ambapo beki wa kushoto wa klabu ya Real Madrid Ferland Mendy amepata majeraha ya misuli ambayo yatamweka nje takriban mwezi mmoja baada ya kuumia kwenye mchezo dhidi ya Atletico Madrid. Hivyo Ferland Mendy atakosekana zaidi ya mwezi mmoja. Naam, jana baada ya mchezo wa UEFA Europa League kutamatika kwa timu ya Fenerbahce kushindwa kufika ama kufuzu hatua ya robo finali, meneja na mkufunzi wa Fenerbahce Jose Mourinho amewatuhumu marefari baada ya kushindwa kuamua maamuzi mazuri ndani ya mchezo. Hivyo Fenerbahce wanashindwa kufuzu hatua inayofuata baada ya aggregate ya magoli 3-3 kwa michezo yote miwili. Hivyo mikwaju ya penalty kaamua Fenerbahce kuweza kutokuendelea baada ya Rangers kuweza kuishinda kwa penalty 3-2. Timu nyingine ambazo zinaungana na Rangers United kwenye hatua ya robo finali ni pamoja na Bodo, Tottenham Hotspur, Manchester United, Olympique Lyon pamoja na Athletic Bilbao. Na mimi ni defensive midfield Justin Mwalinga. Instagram na Facebook unaweza kunifollow Justin_Mwalinga, lakini pia usichoke kutazama Sky International TV, maana hapo utapata update mbalimbali zote za kimichezo. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.